Bingo, leo hii niko na maswali rahisi mahali hapa ambayo nataka tuweze kujadili na wewe. Swali la kwanza kwa haraka tu. Siku ya leo nataka unijibie hili swali kwa urefu, maana ya CPU. Kumbuka CPU inapatikana katika tarakilishi, na kwa kanda tarakilishi kwa mojawapo ya viunganishi ambavyo vinasababisha tarakilishi iweze kufanya kazi. Kwa hivyo CPU kwa urefu inamaanisha nini? Maana ya CPU? In full CPU. Yeah. CPU maana yake CPU hiyo Christian Tutende Christian People's Union. Tuende kwa haraka haraka. Kuna hii inaitwa keyboard. Pia kumbuka keyboard inapatikana katika viunganishi vya tarakilishi. Hapo kando yake ndio maana yake ndio huwa inabonyezwa wakati wa maandishi, wakati mtu ana type. Hiyo keyboard inaitwaje kwa Kiswahili? Keyboard. Kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili. Naam. Kwa Kiswahili inaitwa hiyo kidogo imenigonga ukuta ndogo. Kuna hii inakaribiana pia na hiyo, inaitwa remote. Kumbuka haya ni baadhi tu ya mambo, majina ambayo tunatumia kwa nyumba. Tunatumia kwenye kuwasha runinga zetu. Hiyo remote inaitwaje remote katika Kiswahili? Remote katika Kiswahili? Naam. Inaitwa itabidi niende skuli. Unajaribu tu. Huenda kila ambacho unaogopa kusema ndicho cha kweli. Na kila ambacho unataka kusema unasema labda nitafanya utafiti zaidi, huenda ukakosa kupata ukweli. Kwa hivyo wacha tuende katika swali lingine. Kumbuka tukiwa na simu zetu, wakati mwingine unasafiri unapata simu inaelekea kuisha moto. Lakini kuna kile kifaa ambacho huwa tunatumia haswa ili kuweza kuongeza nguvu ya simu, napata iko na moto kiasi ndani imejaa, inaitwa power bank kwa Kiswahili. Kwa Kizungu kumradhi, power bank kwa Kizungu. Kwa hivyo kwa Kiswahili power bank inaitwaje? Kwa Kiswahili. Leo nataka tupate udadavuzi kamili wa majina ambayo yanatumika katika Kiingereza. Kumbuka watu huwa wanaswahilisha haya maneno, lakini hayafai kuswahilishwa, ila yanafaa kusemwa katika Kiswahili vile yanaitwa kwenye Kiingereza. Kwa hivyo power bank kwa Kiswahili inaitwaje? Power bank kwa mtazamo wangu, naam, wacha nijaribu tu, ingawa kujaribu ni bora. Power bank ni kama kifaa cha, nataka kwa jina moja. Naam. Vile inaitwa kwa Kiingereza power bank. Kwa hivyo kwa jina moja utahitaji kwa Kiswahili? Hapana. Tumaliza na hii kabisa. Hii inakuwa rahisi. Najua tukienda nyumbani mtoto atakwambia dadi nafanya hii, dadi nakaribia kufanya mtihani na huu mtihani unaitwa hivi. Kwa hivyo napata kuna mtihani ambaye tunafanya, kuna KCP na kuna NEC. Kwa hivyo nataka uniambie maana ya NEC in full. Kwa Kiingereza maana yake hiyo K N hivyo kiendelea. Kwa Kiingereza inamaanisha hivi, Kenya National Examination Council. Haya, tumaliza na hii ya mwisho. Natumia mtoto wake alimaliza shule ya upili, kwa sasa hivi amejiunga na chuo kikuu humu nchini chochote kile, najua hivyo. Kwa hivyo kama mtoto amejiunga na shule hiyo, kuna hii inaitwa bursary ambayo tunapewa. Hiyo bursary kwa mfano akienda kule anaweza kulipa kodi ya nyumba, anaweza kutumia kwenye matumizi ya kila siku, inaitwa KUCCPS. Hii taasisi ambayo inasimamia inaitwa KUCCPS. KUCCPS ni full inamaanisha nini? KUCCPS kwa urefu? Naam. Kwa urefu wake. Kenya University ya
Wacha tumalize na hii tukiondoka. Hii ni fupi kabisa. Au ukiwa katika shule ya upili kulikuwa na yule ambaye alikuwa anaitwa basa kwenye ofisi. Basa inamaanisha nini? Basa inamaanisha nini? Ni full. Basa. Naam. Kila mtu alikuwa anaita, naenda kwa basa, naenda kuona basa, sijui naenda kulipa siku kupeleka hiyo kadi yenye nimelipa na school fees na nampelekea basa. Basa inamaanisha nini? Basa najua tu kwa hiyo shortcut tu basa. Unajua kwa hiyo shortcut tu basa. Basa. Maneno haya, lakini wacha tutumie kwa mtenda kufanya utafiti ili muweze kuelewa maneno. Wakati mwingine tusiwe na ugumu kama huu. Shukrani kabisa. Tutarejea na siku nyingine, nitakuja na mengine makali zaidi ambayo itakuwa rahisi kwa upande wangu, lakini kwa upande wako lazima ufanye utafiti. Shukrani. Asante sana.